Amina. Ninawashukuru kwa sababu ya kufika katika ibada ya siku ya leo. Ningependa kunena kuhusu Mungu anayetupigania vita. Mungu anayetupigania vita. Na nilipokuwa nikiwaza kuhusu vita, nikaona ya kwamba vita vimekuwepo. Bwana atukuzwe. Vita vimekuwepo tangia mwanzo, hata wakati wa Yesu Kristo akiwa hapa duniani vita vilikuwepo. Lakini kuna jambo ambalo nilikuwa nikiliona katika Biblia, na haswa nilipokuwa ninafanya study yangu kuhusu neno hili la Bwana anayetupigania vita. Maana niliona maandiko katika vitabu kadhaa ambavyo vinanena na kusema ya kwamba licha ya kuwa vita viko, maneno hayo yanasema ya kwamba vita hivyo si vyetu. Bwana atukuzwe. Na ninahimizika siku ya leo nimtie mtu nguvu ambaye anahisi kana kwamba kuna vita ambayo iko mbele zake, kuna vita ambayo amekuwa akipigana, kuna vita ambayo anahisi kana kwamba inamlemea. Nimtie nguvu, nimwambie ya kwamba vita siyo yake. Bwana atukuzwe. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:30, neno hilo linanena kuhusu Mungu akisema ya kwamba vita si yenu, mniachie maana mimi nitawapigania. Ukisoma neno hili kitabu hicho katika Kumbukumbu la Torati 20:4, neno pia linazidi kusema ya kwamba vita viko lakini si vyetu. Ukisoma neno la kitabu hicho 28:7, neno la Mungu ama Mungu mwenyewe anasema ya kwamba hiyo ni 20:4, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa. Ukisoma 28:7, inanena pia kuhusu vita na inasema ya kwamba Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 14:14, Biblia inanena kuhusu Mungu akimnenea Musa na kumwambia ya kwamba jambo ambalo lilikuwa likisimama mbele yao kama vita, anawaambia ya kwamba hawahitaji inasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 kuanzia 1 kuelekea mpaka mstari wa 20 kuelekea huko, utaona jinsi ambavyo Bwana anaahidi ya kwamba ndiyo vita viko lakini vita hivyo si vyetu. Bwana atukuzwe. Na nikawa nikiwaza kuhusu mtu kuwa katika hali ya vita na jinsi ambavyo neno la Mungu linasema vita hivyo nitawapigania. Maana vita ni binafsi na ni mtu ambaye anafaa kujipigania vita, lakini Bwana anajitoa yeye mwenyewe, anasimama kwa niaba ya kila mmoja wetu. Anasema ya kwamba vita hiyo ninajua ya kwamba ni wewe unapaswa kuipigana, lakini anajitoa, anasema vita hiyo nitakupigania. Bwana atukuzwe. Ningependa tutazame neno hili katika Mambo ya Nyakati wa Pili 20 na mstari wa 1 tukiendelea, maana kuna mambo ambayo ningependa tuyatazame katika hali ya Mungu kupigania mtu vita, kwa sababu nataka kuamini ya kwamba Mungu akisema atatupigania, kuna yale mambo ambayo nasi yatupaswa kuyazingatia na ili tupiganiwe vita hivyo. Bwana atukuzwe. Kwa sababu hata wewe kama mwanadamu ama hata mimi nikikwambia nitakupigania na kisha baadaye nikupate kule ukiambia mtu aodoe nini, si mnajua ile yaweka hapa odoa nikuonyeshe. Bwana atukuzwe. Kama nimekwambia nitakupigania, basi unafaa uamini vile ambavyo nimekuambia. Bwana atukuzwe. Lakini iwapo nitakupata tayari umeenda katika uwanja wa vita na unatishia wale wengine ukiwaambia ya kwamba ukiondoa hiyo nyota basi tutamenyana, inawezekana mimi nijiondoe katika vita hiyo. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ningependa tutazame mambo kadhaa
si mengi sana, tutayatazama kwa upesi na ninajua ya kwamba Bwana atatubariki. Tutasoma pamoja katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa kwanza. Baada ya hayo, wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja na baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasason Tamari, ndio Egedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza watu wote kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. Akasema, E Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Abrahamu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka milki yako uliyoturidhisha. E Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asafu akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita hii si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nanyi. Neno la Mungu linanena kuhusu vita hii ambayo inatangazwa kwa nyumba ya Yuda na Yerusalemu na maadui zao, wana wa Amoni na wana wa Moabi. Ukisoma kuhusu hawa wana wa Amoni na wana wa Moabi, ni uzao ambao tangia mwanzo umeitwa uzao muovu, maana hata kupatikana kwao ilikuwa ni katika njia ya uovu. Bwana atukuzwe. Maana kuna wale dada wawili ambao walipata watoto na baba yao. Msichana wa kwanza alipopata mtoto akamuita Moabu, na dadake alipopata mtoto na baba yake akamuita Amoni. Na kwa hivyo hata kupatikana kwao wamepatikana kupitia uovu, na wao ndio wanaoungana ili waje wapigane na Yuda na Yerusalemu, ambao ni taifa teule, ni wale ambao wanaitwa ni watu wa Mungu.
Na kuna jambo ambalo Mungu anawahakikishia ama anawaeleza kupitia mtumishi wake ambaye ni Yahazieli, ya kwamba ndio vita tayari imetangazwa kwao, lakini kuna mambo ambayo aliwahitaji wayafanye, ya kwamba ndio kuondoka wataondoka na wataenenda mpaka uwanja wa vita, lakini watakapofika hapo hakuna kitu ambacho wanahitajika kukifanya. Bwana atukuzwe. Na nikawa nikifikiria kuhusu neno la Mungu anaposema ya kwamba uingie katika uwanja wa vita, lakini mengine yote umwachie. Katika hatari yote, na neno la Mungu linasema ya kwamba Moabi na Amoni wakajiunga. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa wengi, lakini neno la Mungu linasema ndio kuondoka waondoke waingie katika uwanja wa vita, lakini watasimama tu wauone ushindi wa Mungu, kwa sababu vita hiyo ni ya Mungu. Bwana atukuzwe. Na ukiendelea kusoma kutoka mstari wa 17 kuendelea, utapata ya kwamba ndio waliondoka asubuhi na wakaingia katika uwanja wa vita, lakini hakuna mmoja wao ambaye alipigana. Neno la Mungu lilikuwa linanishangaza kuona ya kwamba wale ambao ni wa Amoni na wale ambao ni wa Moabi na hata wale wa mlima Seiri, Wayuda walipokuwa wanafika katika uwanja wa vita, walipata tayari wamepigana wao wenyewe, ni watu wamekufa. Watu wamekufa naitwa jina Kiswahili kizuri, ni wafu. Mako lienoshi baikomete kuugwo bila mmoja wao kupigana. Bwana atukuzwe. Na nikawa nikishangaa, Bwana anaposema ya kwamba vita hii si yako, ni yangu, ni kumaanisha ya kwamba kile ambacho amekisema anatimiza. Bwana atukuzwe. Na ndiposa siku ya leo nikahimizika ndani yangu kumtia mtu nguvu ya kwamba ndio yawezekana kuna vita ambayo unakabiliana nayo, yawezekana kuna vita ambayo imekukumba, lakini iwapo utakubali kulisikia neno la Mungu akisema ya kwamba vita hiyo sio yako, ni yangu, basi utauona ushindi wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna mambo ambayo tuafaa tuyazingatie ikiwa tutahitaji Bwana atupiganie. Na jambo la kwanza tunaliona kutoka mstari wa 2 verse 2, ambalo nimesema ya kwamba never ignore the message, stroke the messenger. Usiwahi kumpuuza ama kupuuza ujumbe au mjumbe. Bwana atukuzwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari. Watu hawa hata hawajaelezwa zaidi ya havyo, wameitwa tu watu, wakaja watu tu. Bwana atukuzwe. Na unajua mjumbe, licha ya kwamba wakati mwingine anaonekana akiwa mbaya, yeye hakuwagi na ubaya, maana analeta ujumbe. Bwana atukuzwe. Kuna yule ambaye ni mwenye ujumbe, maana huyu ni kutumwa. Sasa sijui kama hawa watu ambao wanatajwa na Biblia ni kutumwa, walitumwa ama walijionea, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba waliweza kufikishia Yehoshafati ujumbe. Na unajua wakati mwingi tumepuuzilia wajumbe ama watumwa. Na mtumwa anaweza akawa ni mtu yeyote, anaweza akawa ni mimi, anaweza akawa ni wewe, anaweza akawa ni mtoto mdogo. Mtu yeyote anaweza akawa mtumwa. Bwana atukuzwe. Kwa sababu yeye kazi yake ni kubeba tu. Bwana apewe sifa. Lakini wakati mwingi tumewapuuzilia wajumbe. Na hata Waswahili wakasema mtumwa hauawi. Bwana atukuzwe. Lakini kuna watumwa wengi sana ambao wameuawa. Kwa nini? Kwa sababu pengine ujumbe ambao ameuleta haukukupendeza sana, kwa sababu pengine ulitaka ujumbe ambao utaletwa ukupendeze. Ama pengine unamwangalia katika maumbile yake na unahisi kana kwamba hajatosha kuwa mtu ambaye anaweza akatumika kufikisha ujumbe. Bwana atukuzwe. Na unajua wakati mwingi tunaangalia na macho tu ya mwili. Ninakumbuka wakati mmoja nikiwa nilikuwa kidato cha pili, form 2. Sasa wale ambao shule za boarding kuna kitu inaitwa sijui morning break. Na mimi hata sijui ni ya nini tu. Okay, acha nisiongee sana juu kuna walimu.
Kuna kitu inaitwa morning prep. Watu wanaamka saa 10 ya asubuhi ati wameenda kusoma na hawasomi, wanalala. Sasa mimi tukawa tumeamka asubuhi na mapema kabla jogoo hajawika. Bwana atukuzwe. Tukaenda darasa ili mtu aweze kusoma. Walimu wanatuambia ati wakati huo ndio mawazo yanakuwa yamefunguka vizuri, ndio unashika, na ni uongo. Na ni ukweli. Na ni ukweli kabisa, lakini inalingana ni mawazo ya nani. Bwana atukuzwe. Sasa mimi nikaamuka na nikaenda darasa. Katika harakati zangu za kuendelea na masomo nikapatwa na haja. Na nikaamua nitoke niende haja ili nikuje niendelee na masomo. Ofisi zilikuwa mahali chini kutoka kwa darasa. Sasa mimi wakati nilitoka nikielekea huko kwa hizo ofisi, nikapatana na watchman. Tumesema mtumwa anaweza kuwa mtu yeyote. Watu wengi wanasema ya kwamba hawawezi wakakaa chini wasikize mtoto, lakini mimi naweza kaa chini msikize. Maana mtumwa anaweza kuwa mtu yeyote. Mimi nikienda, watchman akaniona akaniambia, wewe kijana, waacha kuenda ofisi za huko, tumia za kule juu. Lakini nikashangaa, watchman, unalipwa na fees yangu, umelala huku na uko na kwako, nikampuzilia bali nikamwambia mimi nitaenda. Na nikaenda. Lakini kuenda na kurudi nikapata kumbe kuna vijana wengine wenye hawakushiba jana usiku. Sasa badala ya kwenda darasa walitoroka wakaenda kununua mandazi. Sasa ndio wanarudi na mandazi yao. Unajua baba hii ni mtego wa panya, unaingia waliomo na wasiokuwemo. Sasa mimi na watu wanunuzi wa mandazi tukafanya nini? Tukashikwa. Lakini nilipokuwa nafikiria kuhusu neno hili jana usiku, nikaona wakati mwingine mtu anaweza akamwangalia mtumwa, amwangalie katika maumbile, amwangalie katika jinsi alivyo, hali yake, na ahisi kana kwamba hajafikiana kabisa kuwa mtumwa. Bwana atukuzwe. Mimi ni shahidi, nimewahi sikia mtu akisema, si tunakuwa na Sunday school day na watoto wanahubiri. Mtu anasema yeye hawezi akakaa chini asikie mtoto akiongea. Na mimi ninahuzunika, maana ikiwa huyo ndiye mtumwa wa siku ya leo, basi wewe na ujumbe mumepoteana. Bwana atukuzwe. Sasa sisi tukashikwa, tukapelekwa huko mbele. Sasa wachaneni na hiyo. Sasa ni vizuri mtu kushika ujumbe, iwe imetoka kwa nani. Wakati mwingine tunaangalia mtu, mwaka wa 2020 wakati tulikuwa tunavaa mask, nikiwa na hapa penye nilikuwa nafanyia kazi, kukaja hawa vijana wa town. Wakati mwingine tunawapuuzilia sana, lakini akawa anakimbia akaniambia, bro, polisi wako hapa na wanashika watu wenye hawana mask. Sasa nikashangaa, chokora ananiita bro, andika mimi si bro yako, kwani ujui watu wenyu? Na mimi nikaenda, lakini kuenda hivi aki ukweli ndio hawa polisi na sina mask. Na saa hiyo nimetumwa nipeleke paso huko Satima. Sasa mimi na paso yangu kwa gari ya polisi Sasa baadaye ninapigia yule ambaye alikuwa ameniajiri, namwambia nimeshikwa, anashangaa. Na sasa alikuwa ananiuliza, sasa mask hata huuziwi, maana mask zilikuwa kwa duka, lakini wewe hukuvaa. Sasa akaniambia, wewe jipange na paso inahitajika haraka. Sasa nikajipanga nikachoma 500, lakini nikasema haidhuru, ni kwangu kutosikia ujumbe wa mtumwa. Bwana atukuzwe. Huyo mtu ambaye unaona kana kwamba hawezi akatumika kuleta ujumbe, ameubeba ujumbe. Watu hawa wanakuja wanamwambia Yehoshafati ya kwamba kuna watu, jamii kubwa juu yako, wanaotoka Shamu, toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasanon Tamari. Na sio kwamba wanakuja ili msherehekee, hapana, wanakuja kwa ajili ya vita. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo iwapo Bwana atatupigania, kwa sababu hawezi akasimama tu siku moja aseme atawapigania bila kumtuma mtu. Atamtumia mtu kuleta ujumbe kuna vita ndiyo ambayo inaendelea katika maisha yako, lakini vita hiyo si yako. Iwapo hutamsikiza huyo mtumwa, basi hakuna wakati Mungu atakupigania. Bwana atukuzwe.
Jambo la pili, nimesema always inquire from the Lord, na tunaiona kutoka mstari wa 3 ambaye Biblia inasema ya kwamba Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza watu wote kufunga katika Yuda yote. Ni vizuri kwanza kuuliza kutoka kwa Mungu. Ndiyo, kuna kile ambacho mtumwa ameleta. Kuna habari ama kuna ujumbe ambao mtumwa ameuleta. Lakini ni vizuri kufikia zaidi, na je, mbingu zinanena aje kuhusu hali hii? Bwana atukuzwe. Negwa mundu leo gutometwo na ndomereri ni alia, lakini Mungu anasema nini kuhusu hali hiyo yote? Biblia inasema ya kwamba Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Maana mtumwa ama mjumbe anaweza akaleta ujumbe ambao ni wa kuogofya, na ndani yako uwe mtu ambaye amepatwa na hofu, amepatwa na uoga. Kwa hivyo wakati mtu anamwendea Bwana ama anamwelekea Bwana kutafuta maelekezo zaidi, kile ambacho kinafanyika ni ule uoga unaondolewa. Daudi anasema katika Zaburi 34 mstari wa 4, Zaburi 34 verse 4, anasema ya kwamba nilimtafuta Bwana naye akanijibu, akaniokoa kutoka kwa hofu zangu zote. Mtumwa amekuja akiwa na ujumbe ambao ni wa hofu, lakini badala ya moyo wako kujawa na hofu na uoga, cha muhimu ni kuelekeza uso wako kwa Bwana, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba yeye anayemtafuta Bwana anamjibu na kumuokoa kutokana na hofu zake. Bwana atukuzwe. Neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili 20 na mstari wa 1 linanena kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Hezekia. Hezekia akawa ameugua na mjumbe akaachiliwa na Mungu, na ningependa unielewe hapa vizuri. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Tazama ujumbe ambao mjumbe analeta ni kwamba ndio umegonjeka lakini hautapona. Ukona muhakatoke katia mwathani arogo ucio niguo mundu yaroka kwira Hezekia gukua ri no tugakua, na riu ihinda ryaku nirikite atia, wakati wako umefika. Lakini ukisoma hapo mbele Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 2, basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wakati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama nitakuponya, siku ya 3 utapanda nyumbani mwa Bwana. Bwana atukuzwe. Mjumbe mara ya kwanza alikuja na akasema hauwezi ukapona, wakati umefika wa kufa. Lakini baada ya kumsikia ujumbe, ni vizuri kujielekeza kwa Mungu, ujue mjumbe amesema hili, lakini wewe unalipi kusema kuhusu hali hii? Bwana atukuzwe. Maana yule mjumbe ambaye alikuwa ameleta habari za kifo, yeye mwenyewe ndiye bado anatumiwa kwenda kumwambia utapona. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo tusitiwe hofu na watumwa ambao wamekuja katika maisha yetu wakituletea habari ama taarifa ambazo ni za kuhofisha. Cha muhimu kufanya ni kutaka kujua, na je, hata kama mambo yanasemekana yako vile,
hata kama uchumi unasemekana uko hivyo, hata kama magonjwa yanakithiri mengine yakisemekana hayawezi yakaponwa, Mungu analipi la kusema kuhusu hali hii yote? Bwana atukuzwe. Na iwapo tutaelekeza nyuso zetu kwa Bwana kumtafuta, atafanya kama jinsi ambavyo alimfanyia Daudi, ataiondoa hofu yetu na kutupa mwelekeo. Bwana atukuzwe. Jambo la tatu, kuna haja ya maombi na kufunga. Katika huo mstari wa 3b, Biblia inasema ya kwamba Mambo ya Nyakati mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza watu wote kufunga katika Yuda. Nilikuwa ninajaribu kufikiria kama Yehoshafati. Umeambiwa kuna vita ambayo itakukabili, sio ya taifa moja, ni mataifa matatu ambayo yanaungana, lakini badala ya kujitayarisha kama jinsi wengine wanavyojitayarisha, wewe unaamuru watu wafunge. Bwana atukuzwe. Na nikaona wakati mwingi mtu anapokuwa katika vita, ni vigumu ama ni rahisi kusahau ya kwamba kuna vita ama kuna silaha nyingine ambayo imepita silaha za kimwili. Bwana atukuzwe. Maana pengine watu wengine, pengine hata mimi ningeanza kuandaa wanajeshi wangu nikiensure ya kwamba magari yao yamejazwa na mikuki, magari yao yamejazwa, kila mtu ako na silaha, ako na bunduki na zana zote za kivita. Lakini yeye hata hajishughulishi, anaambia watu kwanza tufunge. Bwana atukuzwe. Kwa sababu vita si vita vyote ambavyo vinapiganwa na mwili. Ukipigana na mwili, mahali ambapo panahitaji vita ya kiroho, utachoka na utashindwa. Bwana atukuzwe. Paulo anaandikia kanisa la Efeso katika Waefeso 6 mstari wa 12. Waefeso 6 mstari wa 12. Anasema ya kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana atukuzwe. Paulo anaeleza kanisa aje vita ambayo tunafaa kushindana nayo sana na kutilia maanani ni vita hii dhidi ya falme na mamlaka ya giza. Na anasema ya kwamba ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna wale ambao Paulo anaita ya kwamba ni mapepo ama ni pepo mbaya. Na hakuna jambo hatari kama kwenda kupigana na pepo ukiwa na mwili. Bwana atukuzwe. Ati umeenda kupiga mapepo ukiwa na mwili, utashindwa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo Yehoshafati alipoelewa ya kwamba vita ambayo mtu amepigana na mwili anachoka na anashindwa, akajua ya kwamba sasa atabadilisha namna ya vita yake. Wengine wakiandaa magari yao, wengine wanapoandaa silaha zao, akaambia nyumba yake ya Yuda na ya Yerusalemu ya kwamba sisi tutafunga na ili tupate kuomba. Bwana atukuzwe. Kwa sababu iwapo mtu ataingia katika vita akiwa na silaha hii ya kiroho, kama inaweza ikapigana na pepo wabaya, basi silaha hii katika vita vya kimwili Nilikuwa najaribu kufikiria kama Yehoshafati. Umeelezwa kuna vita, kwa hivyo hapo juu Biblia imesema akaogopa. Lakini badala ya kuogopa anaambia watu wafunge. Lakini Paulo kuna lile neno ambalo aliandikia kanisa la Wafilipi katika Wafilipi 4 na mstari wa 16, akiwaambia ya kwamba badala ya kuhofu aliwaambia ya kwamba msihofie ama msiwe na hofu kwa ajili ya kitu kingine, kwa ajili ya kitu chochote, lakini kwa mambo yote katika maombi. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo iwe ni vita, badala ya kuhofu ingia katika maombi.
Bwana atukuzwe. Ikiwa ni jambo ambalo linasimama mbele zako kama ukuta, badala ya kuhofu na kujisumbua sana jinsi ambavyo utaondoka katika jambo lile, ingia katika maombi. Yeremia anasema katika Yeremia 33 mstari wa 3 ya kwamba niite nami nitakuitika, nikuonyesha mambo makuu, mambo ambayo hujawahi kuyaona. Bwana atukuzwe. Na unajua, tukimalizia tutaona jinsi ambavyo kupitia Yehoshafatu kuwaambia wana wa Yuda wafunge, tutaona jinsi ambavyo Bwana aliwadhihirishia mambo ambayo hayawezi yakaeleweka na akili ya mwanadamu. Maana hata saa hii mimi nilikuwa ninasoma na shindwa, okay, muende katika uwanja wa vita, msimame, mshindaniwe. Si hata wewe unajaribu kuangalia hiyo vita itakuwa namna gani? Wewe amuka, ujitayarishe, uingie katika uwanja wa vita. Hayo mengine wachia. Hata usibebe kisu, usibebe hata kijiko. Unajua kisu ukikosa unaweza beba kila anything. Usibebe. Wewe amuka, ingia katika uwanja wa vita, tulia, uone ushindi wa Bwana. Ni neno ambalo linasema ya kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana atukuzwe. Kuna mambo mengi sana ambayo katika ulimwengu wa kiroho hatujaweza kuyaona kwa sababu hatujaingia katika maombi. Bwana atukuzwe. Kuna mifano kadhaa. Kuna mfano wa mtu ambaye anaitwa Esther katika kitabu cha Esther 4 mstari wa 16. Na pia tunaweza tukatumia mfano wa Danieli katika Danieli 10 na mstari wa 3. Esther anajipata katika vita ambapo yeye pamoja na ukoo wake wote wa watu wa Yahudi. Nenda ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Susa, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Esther anajipata katika vita, yeye pamoja na ukoo wote wa watu wa Yahudi, ambapo tangazo na uamuzi umefanywa ya kwamba kila Myahudi aangamizwe. Bwana atukuzwe. Na wale ambao wanategemewa na ukoo huu wa Yahudi ni Esther na ndugu yake Mordekai. Lakini Esther msaada wake labda tu apate nafasi ya kuingia kwa mfalme. Lakini hata hivyo hauwezi ukaingia kwa mfalme ikiwa mfalme hajakutumania. Bwana atukuzwe. Na ndio maana anasema ya kwamba nitaingia kwa mfalme hata kama ni kinyume cha sheria. Anasema mimi nimejitoa hata kama ni kuangamia na niangamie. Kwa hivyo anawaambia watu wao, enenda uwakusanye Wayahudi wote walio hapa Susa, mfunge kwa ajili yangu. Kile ambacho maombi yanafanya, kile ambacho kufunga kinafanya, kinatoa kibali. Bwana atukuzwe. Kwa sababu baada ya kufunga, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Esther baada ya kufungiwa na watu wao na pia naye pamoja na wajakazi wake wakafunga, alipata kibali baada ya kuingia kwenye mlango wa mfalme, licha ya kwamba ilikuwa ni kinyume, kwa sababu lazima mtumishi angetumwa apeane ruhusa ya kuingia kwa mfalme. Lakini kwa sababu ya kuingia katika maombi, anapata kibali, anaingia kinyume na sheria, yani protocol yote inavujika. Kwa sababu lazima ukuwe umesema nitakuja, uambiwe kama mfalme atakuwa ama hatakuwa, lakini maombi yanaondoa itifaki. Bwana atukuzwe. Danieli katika Danieli 10 na mstari wa 3 tunamuona naye pia akifunga kwa ajili ya vita ambayo ilikuwa mbele zake. Kuna maono ambayo alikuwa ameyapata kupitia ndoto, na alipoyaeleza ikageuka ikawa ni vita kubwa. Na kwa hivyo anasema ya kwamba si kula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala si kujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Kile ambacho kinafanya ama kile ambacho kinatoa kibali ni
maombi na kufunga. Jambo la 4, know how to approach God. Katika mstari ama katika verse ya 5, Yehoshafati alijua jinsi ya kumwelekea Mungu. Mstari wa 5 anasema, Yehoshafati akasimama katika kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. Akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Yehoshafati alijua jinsi mtu anavyofaa kumwendea Mungu. Na ninakumbuka walimu wetu wazuri wakawa hata wanatufunza jinsi ya mtu kuomba. Na nikadhania tu hayo ni katika maombi ya shuleni, lakini hata baada ya kuzidi nikajua kumbe ni jambo ambalo linakubalika hata kama saa hii. Kwa sababu alituambia tunaanza na kitu ambacho inaitwa adoration. Unatambua Mungu na unatilia kuhusu ukuu wake. Baada ya hapo unaingia kuhusu confession, unaingia katika thanksgiving, alafu unaingia katika sasa kuleta mahitaji yako. Bwana atukuzwe. Lakini sasa kuja kwa watu ambao hawajui jinsi ya kumwelekea Mungu, sasa wanafanyaga ile inakujaga na huku mtu anaanzaga na matatizo. Juu sasa kwanza hata Diomegi anahesabu Mungu hili na lile na hili lingine na hili lingine, kabla amalize zote anakumbuka kumbe hata hajui nani anaongelesha. Anakumbuka by the way Mungu ni Mungu. Sasa anaingia wewe ndiye Mungu wa miungu yote. Alafu anakumbuka hata kuna kitu alifanywa last week hajashukuru. Anarusha kashukrani kadogo. Hakumbuki hajatubu bado. Kwa hivyo maombi hayawezi yakakubalika. Sasa ndiye anaingia kutubu. Bwana atukuzwe. Lakini Yehoshafati alikuwa anajua jinsi ya, unajua ukiangalia jinsi ambavyo anamwelekea Mungu, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Wakati Yehoshafati anamwambia Mungu hivi, sio kwamba Mungu amesahau. Hapana. Unajua nilikuwa naambia wale watu wa asubuhi, niko na dada yangu mdogo ambaye akitaka kitu kwa mzazi, wacha nikwambie, baba huwa anapangwa. Baba, si mimi ni mtoto wako? Si unajua ninakupenda? Na ni kweli anasema ninajua unanipenda. Baba, unanipenda? Ndio kwa mudhi ya kufollow. Hapo huyo mtoto akitoka hapo, kile alikuwa anataka atapata. Bwana atukuzwe. Ati baba, wewe ni baba yangu. Obviously huwezi sema no. Si unajua ninakupenda? Sasa hiyo ndio Yehoshafati anajaribu kufanya hapa. Wewe Mungu wa baba zetu, si wewe ni Mungu uliye mbinguni? Si ati amesahau anakuaga mbinguni, anajua anakuaga wapi. Lakini kile ambacho Yehoshafati anatafuta lazima atakipata. Na unajua hali ya kujua jinsi ambavyo unafaa kumwelekea Mungu, hata Yesu Kristo mwenyewe alifunza katika maombi. Katika kitabu cha Luka 11 mstari wa 2, akawaambia wanafunzi wake, mtakapokuwa mnaomba, ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Haya tuombe. Jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kuna mwelekeo ama there is a way you are supposed to approach God. Bwana atukuzwe. Daudi anasema ya kwamba moyo ambao umevunjika Mungu hawezi akaudharau. Bwana atukuzwe. Unajua sio kwenda mbele za Mungu ukiwa na kiburi cha kumwambia kwa sababu umenibariki na jeshi kubwa, wacha tuingie. Hapana, anaenda akiwa ameubodesha moyo wake. Na baadaye tunaona baada ya kujua jinsi ya kumwendea Mungu, jambo la 5 katika mstari wa 10, always be blameless, ya kwamba usije ukawa na lawama. Usije ukawa na lawama. Mstari wa 10,
Yehoshafati anasema, na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Yehoshafati alikuwa anajua siri ya mtu kuwa bila lawama, kwa sababu hauwezi enenda mbele za Mungu ukimwambia ya kwamba unataka kupiganiwa vita na kumbe kuna vita vingine ambavyo wewe umejiwekea kando. Bwana atukuzwe. Na ndio maana namkumbusha ya kwamba hata wakati ambapo ulikuwa unawatoa Israeli katika nchi ya utumwa, uliwapitishia katika ama karibu na nchi ama na ardhi ya Wamoabi na Waamoni, lakini Israeli hatukuwadhuru. Bwana atukuzwe. Tukirudi pia kwenye maombi, Yesu akawaambia wanafunzi wake, mnapoomba mseme ya kwamba utusamehee kama tuwasameheavyo wenzetu ama waliotukosea. Kwa hivyo unapoenda mbele za Mungu kuomba msamaha, lazima pia ukuwe umesamehe. Hauwezi enda kuomba msamaha na kuna watu watano ambao umeambia tutaona nikishamalizana na hii vita, mimi na wewe tutavaa hii. Bwana atukuzwe. Haitapiganwa. Bwana atukuzwe. Kuna mafundisho ambayo yanaitwa the clean hands doctrine. Hiyo ninajua Elder Muraya anaweza tueleza vizuri. The clean hands doctrine inasema he who comes to equity must come with clean hands. Iwapo unaingia katika koti kutafuta haki, hakikisha mikono yako ni safi, kwa sababu kinaweza vijana wanasema kuraba, lakini kinaweza kikakugeukia. Bwana atukuzwe. Mambo yanaweza yakageuka iwapo mikono yako sio misafi. Kwa hivyo tunaelezwa ya kwamba kuna wakati ambapo Israeli walipitia karibu na Waamoni, licha ya kuwa ni adui zao, lakini anakumbusha Mungu, sisi hatukuwadhuru. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo hata Mungu akiangalia watu wa Yuda, anaona kweli wanahitaji kusikizwa. Ikiwa kuna wakati ambapo walipata nafasi nzuri ya kugonga ndipo, lakini wakageuka, wakaenda mbali, hawakuharibu, mbona nisiwasikie? Bwana atukuzwe. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 18 na mstari wa 24 linanena kuhusu mfalme mmoja pamoja na watumishi wake ambao walikuwa ni wadeni, na kuna huyu bwana mmoja ambaye 18 verse 24 ama tuanze 20. Neno la Mungu linanena kuhusu kwa kuwa walipo wawili watatu, tumesema nini? Twende 22. Tuanze 21. Kisha Petro akamwendea Bwana akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja mwenye deni la talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyokuwa navyo, ikalipwa ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa watumishi wake aliyemuia dinari 100, akamkamata, akamkaba koo akisema, nilipe unachodaiwa. Bwana atukuzwe. Hebu tazama mfano huu wa bwana ambaye yako na mtumishi wake ambaye ni mdeni wake na anamdai zimeitwa nini? Silver ni fedha ama ni dhahabu ama ni nini? 10,000. Na baada ya kwenda kwa bwana wake,
bwana anamwambia ya kwamba mimi sitaweza kukulipa hii deni yako. Kwa hivyo bwana wake anasema wewe na mke wako na watoto wako na mali yako ambayo imebakia iuzwe ili mimi nipate kulipwa. Lakini huyu mtumishi anapomlilia anamsamehea. Yule mtumishi anapoondoka anapatana na mtumishi wake mwingine ambaye sasa naye ako na dinari zake 100. 1000. Dinari 100. Anamwambia nilipe zangu 100. Yeye amesamehewa 10,000 lakini yeye anataka kulipwa 100. Bwana atukuzwe. Na Biblia inasema ya kwanza akamkaba koo, akamnyoga akisema nilipe unachodaiwa. Ukisoma hapo mbele mstari wa 29, Biblia inasema ya kwamba basi mtumwa mwenzake akaanguka miguuni pake akamsihi akisema nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa gerezani hadi atakapoilipa ile deni. Kwa hivyo iwapo tutahitaji Bwana atupiganie, na iwapo tutataka hili neno la Mungu anaposema ya kwamba vita si vyetu, iwapo tutataka litimie katika maisha yetu, tusimamapo mbele za Mungu tusiwe na lawama. Bwana atukuzwe. Maana atakayesimama akiwa na lawama atafanana na mtu huyu ambaye aliambiwa, mstari wa 31, basi watumwa wenzake walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa muovu, nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mtumwa mwenzako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Amesamehewa, lakini yeye hataki kusameheana. Kwa hivyo hata akasimama mbele za mfalme aseme ya kwamba anataka kulipwa deni yake, lawama bado i mwilini mwake. Na Biblia inasema ya kwamba bwana wake aliposikia hivyo ya kwamba hawezi akasamehe wengine, akamwambia hata nawe ingia katika kuteswa hata atakapoilipa deni yote. Bwana atukuzwe. Bwana atusaidie ya kwamba tunaposimama mbele zake kusiwe na lawama yoyote ambayo inaweza ikafanya tukose kuhesabika watu wake. Bwana atukuzwe. Jambo la 6, nikimalizia, trust God and his servants. Kumwamini Mungu na pia watumishi wake. Katika verse 20b, Biblia inasema ya kwamba wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Bwana atukuzwe. Kuna haya maneno mawili ambayo Yehoshafati anawaambia watu wa Yuda. Jambo la kwanza, aminini Mungu nanyi mtadhibitika. Bwana atukuzwe. Mkishafanya hivyo, anaponena kuhusu kumwamini Mungu, anaongea kuhusu neno lake. Maana tulisoma katika mstari wa 16, Mungu alimuinua nabii Yahazieli ambaye alikuja akawaambia ya kwamba vita hii si yenu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nanyi. Hili ndilo neno la Mungu kupitia nabii wake Yahazieli. Bwana atukuzwe. Na Yehoshafati anaposimama anawakumbusha kuhusu kumwamini Mungu nao wadhibitike. Na hawezi ukaamini Mungu kama huliamini neno lake. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo anawaambia
kile ambacho nabii wa Bwana alisema jana kuhusu kuondoka na kuingia katika uwanja wa vita bila kitu kingine, kusimama na kushuhudia wokovu wa Bwana, tufanye hivyo. Anawaambia baada ya hapo tuwaamini pia na manabii wake. Bwana atukuzwe. Na anasema manabii wake. Unajua Biblia inasema kuhusu manabii wengi watakao kuwa katika siku za mwisho, lakini Yehoshafati anasema manabii wa Mungu. Yule mtu ambaye ananena mapenzi ya Mungu, huyo ndiye nabii wa Mungu. Na anasema ya kwamba muaminini Mungu nanyi mtadhibitika. Bila kumwamini Mungu, mtu atajipata akikosa kuliamini neno lake. Utajipata ukishangaa, sasa vita ninafaa kuenda na nimeambiwa nisibebe silaha, nimeambiwa nisifanye chochote, mimi niondoke niingie katika uwanja hivyo tu. Iwapo hauna hali ya kumwamini Mungu ndani yako, utajipata ukijibebea tu silaha. Bwana atukuzwe. Kuna karoho tu katakwambia negoka gitekete atia itala ile we kuona ukoona ihiga, lakini neno la Mungu halikuwa limesema hivyo. Neno la Mungu lilisema wewe amuka uingie katika uwanja wa vita. Jambo la mwisho, know the secret in worship and praising in a battle. Katika mstari wa 21 Biblia inasema ya kwamba naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Kuna nguvu ambayo huwa ndani ya ibada. Bwana atukuzwe. Kuna nguvu ambayo huwa ndani ya sifa. Ndio maana wakati mwingine tunazoea kusema ya kwamba Mungu hukaa kwenye sifa za watu wake. Bwana atukuzwe. Yehoshafati anawateua watu ambao watamuibia na kumsifu, lakini si kumsifu tu. Hapa ndipo tofauti yote inapokujia. Kuna wale ambao wanasifu, kuna wale ambao wanaabudu. Lakini hawa aliwateua akawaambia, kazi yenu itakuwa ni kumsifu na kumwabudu Bwana katika uzuri wa utakatifu. Bwana atukuzwe. Uzuri wa utakatifu inaleta tofauti yote. Yule ambaye anasifu na yule ambaye anafanya hivyo katika uzuri wa utakatifu. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba saa yaja na saa imefika ambao waabudio halisi watamwabudu katika kweli na haki. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo sio kuabudu tu, sio kusimama hapa tunasema ya kwamba hakuna mwingine kama. Hapana, ni lazima ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, hali hiyo ya kuwa na uzuri huo wa utakatifu idhihirike. Ya kwamba sio kufungua tu vinywa kwa sababu tumeambiwa tufungue vinywa vyetu tuabudu. Hapana, ni unafungua kinywa chako, unahisi ya kwamba uwepo umeshuka. Unapoinua mikono yako hivyo, hauinui tu kwa sababu tumeambiwa tuinue. Ni unainua mikono, unasikia roho wa Mungu ameshuka. Bwana atukuzwe. Biblia inasema katika mstari wa 22 ya kwamba nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya Waamoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja kushambulia Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wana wa Moabi waliwashambulia wenyeji wa mlima Seiri, kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakaanza kuuana wao kwa wao. Bwana atukuzwe. Ya kwamba sio kuabudu tu, ni kuabudu ambako ndio tuko katika vita. Dikanyoliwekora wina uko katika hali ya ugumu, uko katika hali ambayo unajihisi kama ni vita, lakini ndani yako unahisi tu kukibubujika na ibada. Ndani yako unahisi tu hata kama mambo yako hivyo, mimi ninajua Mungu anaishi. Bwana atukuzwe. Ati unakaa tu hivi, mambo ndio yako mbele na hayasongi, hayang'oki, hayatingiziki, yamesimama kusimama. Lakini unasimama tu unamwambia Mungu, mimi ninajua bado uko. Bwana atukuzwe. Walipoanza kuimba, walipoanza kusifu, Biblia imesema ya kwamba wale wa Amoni
na Wamoabi wakashikana, wakaua wale wa mlima Seiri. Kusikia wimbo pekee. Baada ya hapo, baada ya kuwaua wote, Waamoni na Wamoabi nao wakaanza kuuana wao kwa wao. Neno la Mungu likaambia Yehoshafati, vita hii si yako. Ondoka, jitayarishe, ingia katika uwanja wa vita, usimame. Ni ngumu wakati ambapo kuna vita na mtu anakuambia tulia, kwa sababu unahisi kana kwamba kuna kamsukumo kakukuambia hata wewe rusha mkono, lakini neno la Mungu linasema simama, kwa sababu vita hii si yako. Mstari wa 24. Hata Yuda walipofika mnara wa ulinzi wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Pasipo na mwanajeshi hata mmoja wa Yuda, pasipo na mwanajeshi hata mmoja wa Yerusalemu kutumia silaha yake, wale ambao walikuwa wamejiunga wakiwa vikundi, Biblia inasema ya kwamba walipofika katika uwanja wa vita, wakapata wote ni maiti. Nguvu ambazo ziko katika ibada. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 ya kwamba Paulo na Sila wakiwa gerezani wakajua huu sio wakati wa kujitetea, huu sio wakati wa kusema ya kwamba hatukufanya hilo. Wakaamua huu ni wakati wa kutoa ibada na sifa. Biblia inasema ya kwamba katikati ya usiku wa manane, walipotoa ibada zao, ile minyororo waliokuwa wamefungwa nayo ikaanza kukatika na wakawa huru tena. Bwana atukuzwe. Hawakuhitaji kusema wafunguliwe, hawakuhitaji kusema ya kwamba ile minyororo ikatwe, lakini kupitia tu ibada na sifa. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Yoshua 6 kuhusu ule ukuta wa Yeriko, Mungu alimwambia Yoshua ya kwamba awaambie Waisraeli jinsi ambavyo watakuwa wanauzunguka ule ukuta kwa mara moja kwa siku. Na kisha wakaambiwa kwa siku 6 wafanye hivyo, na siku ya 7 watafanya hivyo mara 7, na katika mara ya 7 watatoa kelele zao. Najua kuna mwimbaji aliuliza hizo ni kelele za nini? Bwana atukuzwe. Akasema ni kelele za ushindi. Bwana atukuzwe. Ya kwamba walipozunguka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 6, ukuta ukabaki uko umesimama. Lakini walipofungua vinywa vyao wakaachilia kelele za ibada, ule ukuta ukaanguka. Bwana atukuzwe. Kuna nguvu katika ibada. Na tusifanye hivyo kwa sababu tumeambiwa ya kwamba ni wakati wa kuabudu, ni wakati wa kusifu. Hapana, tufanye kama jinsi ambavyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba wakati umefika ambao wanaomwabudu waabudio halisi watamwabudu katika haki na kweli. Nimtie mtu nguvu alasiri ya leo. Ndio vita vimekuwepo, na yawezekana hata nawe kuna kipindi ambacho unakipitia ambacho unahisi kana kwamba ni vita, na pengine unahisi kana kwamba jinsi ambavyo imejiinua na kujiunga unaona kana kwamba itakumaliza. Lakini tuliamini neno la Mungu alasiri ya leo ya kwamba vita ina mwenyewe. Bwana atukuzwe.